Papa mpya anachaguliwa vipi? Kitamaduni, mapapa huchaguliwa na makasisi wakuu wanaoitwa makardinali kupitia mchakato wa uchaguzi wa siri ulioanza karne nyingi nyuma. Papa mpya huchaguliwa baada ya aliye madarakani kufariki au baada ya kujiuzulu, kama Papa Benedikto wa 16 alivyofanya mwaka 2013. Mrithi wake anakuwa kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki la Roma, Papa mkuu. Mwanaume yeyote Mkatoliki aliyebatizwa anaweza kuchaguliwa kuwa papa. Hata hivyo, kazi hiyo kikawaida huenda kwa mmoja wa maofisa wakuu katika kanisa Katoliki anayeitwa kardinali. Pia makardinali ndio wanaomchagua papa mpya. Kuna makardinali 252 kote ulimwenguni kufikia tarehe 19 Februari 2025, ambao kwa kawaida pia ni maaskofu. Na wale walio chini ya umri wa miaka 80 ndio wanaostahili kumpigia kura papa mpya. Idadi ya makardinali wanaopiga kura kwa kawaida hupunguzwa hadi 120, lakini kwa sasa kuna 138 kati yao ambao wana vigezo vya kushiriki katika kumchagua papa mpya. Papa Francis aliteua makardinali wapya 21 mwezi Disemba 2024. Sasa, makardinali wanamchaguaje papa? Ukifika muda wa kumchagua papa mpya, makardinali wote wanaitwa Vatican huko Roma kwa mkutano kwa ajili ya mchakato wa uchaguzi ambao umefanyika kwa karibu miaka 800. Katika siku ya kwanza kongamano hilo, wanafanya misa, yaani ibada ya Kikristo katika kanisa la St. Peter Basilica. Kisha wanakusanyika katika kanisa la Sistine la Vatican. Huko agizo la Extra Omnes hutolewa, ni lugha ya Kilatini ikiwa na maana kila mmoja atoke nje. Kuanzia wakati huo makardinali wote watawekwa ndani ya Vatican hadi papa mpya atakapochaguliwa. Makardinali wanaopiga kura wana chaguo la kuanza kupiga siku ya kwanza wakiwa Sistine Chapel, kuanzia siku ya pili na kuendelea. Hupiga kura mara 2 kila asubuhi na mara 2 kila alasiri hadi mgombeaji wa upapa apatikane mmoja. Katika kura hizo, kila kardinali anayepiga kura huandika jina la mgombea anayempendelea kwenye karatasi za kupigia kura. Ili kuficha kura, makardinali wanaambiwa wasitumie mtindo wao wa kawaida wa mwandiko. Iwapo hakutakuwa na kura ya maamuzi kufikia mwisho wa siku ya pili, siku ya tatu hufanyika sala na tafakari. Bila kupiga kura, upigaji kura utaanza kama kawaida. Baada ya hapo, mgombea anahitaji thuluthi 2 ya kura ili kuchaguliwa kuwa papa. Mchakato huo unaweza kuchukua siku kadhaa au wakati mwingine wiki. Swala la moshi mweupe na moshi mweusi linamaanisha nini? Mkutano huo hufanyika bila makardinali kuondoka Vatican, wala hawawezi kusikiliza redio, kutazama television, kusoma magazeti au kuwasiliana na mtu yeyote, hata kwa simu, katika ulimwengu wa nje. Hakuna mtu anayeruhusiwa kuingia katika makao ya makardinali isipokuwa wahudumu wa nyumba, madaktari na makasisi wanaosikiliza maungamo yao. Wote hula viapo vya kutunza siri. Kati ya muda mmoja kupigia kura na muda mwingine, makardinali wote wapiga kura na wale ambao ni wazee sana wasioruhusiwa kupiga kura hutumia muda huo kujadili sifa za wagombea. Hakuna mtu anayeruhusiwa kufanya kampeni za wazi. Vatican inasema makardinali wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Mara 2 kila siku, karatasi za kupigia kura zilizotumika huchomwa moto, na watu walio nje ya Vatican wanaweza kuona moshi ukitoka kwenye bomba la kanisa la Sistine Chapel. Rangi nyeusi au nyeupe huwekwa kwenye karatasi hizo. Moshi mweusi unaashiria bado hakuna matokeo. Moshi mweupe unaonyesha kuwa papa mpya amechaguliwa. Sasa, baada ya papa kuchaguliwa, mara baada ya papa kushinda kura, papa mpya anaulizwa, je, unakubali kuchaguliwa kwako kama papa mkuu? Anachagua jina ambalo anataka litumiwe kuitwa kama papa. Kisha makardinali wanampa heshima na kuahidi utii wao. Tangazo linatolewa kwenye roshani ya jengo la St. Peter's Basilica kwa umati uliopo chini. Tangazo hilo husema Habemus Papam, ikiwa na maana tumepata papa.
Jina la papa mpya linafichuliwa na papa mwenyewe anaonekana. Anatoa kauli fupi na kutoa baraka, ikiwa na maana kwa mji na ulimwengu. Baadaye matokeo ya kila duru ya upigaji kura katika mkutano huo hupelekwa kwa papa, kisha hutiwa muhuri na kuwekwa katika hifadhi ya kumbukumbu ya Vatican, na yanaweza kufunguliwa tu kwa amri ya papa. Shukran kwa BBC Swahili. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.